Umeona huyu binti hapa pichani? Yes, jina lake anaitwa Nessy Perez. Na usimuone mtu mzima. Ukweli ni kwamba ana miaka 16 tu. Na huyu binti alikuwa akiishi eneo linaloitwa La Entrada huko nchini Honduras. Tukisema nchi ya Honduras inajulikana kama nchi maskini na nchi hatari zaidi duniani miongoni mwa mataifa ambayo yako katika uchumi wa chini, lakini yako katika kiwango kidogo cha usalama. Yaani ni kama mitaa ya Brazil tu au kona za Mexico huko. Licha ya kuwa umri wake unaonekana mdogo, lakini huyu binti alikuwa ametoka kufunga ndoa siku si nyingi na mpenzi wake wa muda mrefu ambaye walipendana sana. Mumewe ambaye walifunga naye ndoa, ambaye ndiye mpenzi wake wa muda mrefu, alijulikana kwa jina la Rudy. Nessy na Rudy walifanikiwa kufunga ndoa na muda si mrefu walitegemea kupata mtoto, maana Nessy alikuwa mjamzito wa miezi 3. So walikuwa ni wanandoa wachanga, lakini vile walipata bahati ya mtoto ambaye anasubiriwa tu kuja duniani, na maisha yao yalionekana ya amani sana. Lakini asubuhi moja mama yake Nessy aliyejulikana kwa jina la Maria alidamka na kukuta mwili wa binti yake umelala chini nyuma ya nyumba yao. Baada ya kumtazama, anakuja kugundua Nessy anatoka povu mdomoni. Ndipo kupiga kelele sasa, kuanza kuamshana, watu wakaamka. Sasa kumbe tukio lilikuwa hivi jana yake usiku. Ule usiku wa Agosti mwaka 2015, huyu bibi aliamka usiku wa manane na aliamka kwa lengo la kutumia choo. Na unafahamu nchi hii ni kama nchi za kwetu tu za huku Afrika. Kwa maana ya ukitaka kufika chooni inabidi utoke ndani ya nyumba, ufanye kasafari kidogo, kwa maana choo kinajengwa mbali kama Uswahilini tu. Sasa Nessy alitoka ndani na kupita nyuma ya nyumba yao ili afike chooni. Ndipo akaanguka ghafla pale chini na kuanza kutoka povu mdomoni. Na ndipo mama mtu kuamka na kukuta mwili wa binti yake pale chini. Baada ya kelele za kuamsha watu, unajua familia ya kina Nessy bana ilikuwa familia ya kiimani kidogo, so wakadhani ni mapepo yamepanda. Inabidi kumuita mchungaji haraka sasa ili aje ayatoe hayo mapepo, kwa maana mapovu yalikuwa yanamtoka mdomoni. Jitihada zikafanyika na mchungaji akaletwa. Baada ya mchungaji kufika, maombi kupigwa sana, mchungaji ndipo akaona kwamba mbona kama hakuna ishara yoyote ya kuonesha kuna pepo ndani ya Nessy. Ikabidi hatua nyingine sasa za kiafya zifate, kwa maana ya kumpeleka hospitalini, kwa maana kama hana mapepo basi ni swala la kiafya. Baada ya familia kumkimbiza hospitalini binti yao, wanafika na kugundua kwamba binti yao alishafariki muda sana, na kuuliza chanzo cha kifo chake kwa madaktari, wanadai kwamba hawajui nini kinaweza kuwa sababu ya kifo hicho, ni kwamba ni amefariki tu. Unajua mwili wa Nessy haukuonekana ukiwa na makovu, yani kwamba kama mtu aliyeshambuliwa, yani upo vizuri, isipokuwa tu mdomoni ndio alikuwa anatoka povu jingi. Kwa hiyo ikatangazwa Nessy amefariki. Kwa sababu hakuna majibu ya kiroho na wala hakuna majibu ya hospitalini, basi kilichobaki tu ni kuweka matanga na kuanza taratibu za mazishi. Sasa wakaandaa mazingira vyema ya kumzika Nessy, na alizikwa akiwa amevishwa shela yake ya harusi, kwa sababu alikuwa ameolewa hivi karibuni, yani sio muda mrefu. Eneo alipomzika ni tofauti na makaburi ya kuchimbia chini. Ni yale makaburi ambayo ni kama kajumba fulani hivi. Kwa hiyo jeneza linasukumwa ndani, linaingizwa ndani ya kajumba. Sasa siku iliyofuatia, mume wa Nessy ambaye kwa sasa ni mgane, ukizingatia amepoteza mkewe ambaye ndo kwanza ndoa changa, na ukumbuke Nessy alikuwa mjamzito wa mimba ya miezi 3. Ikawa ngumu kwake kukubaliana na matokeo ya kifo cha mkewe. Huyu kijana mume wa marehemu akatoka kwenda kwenye kale kajumba ambapo ndani kuna mwili wa mkewe ambaye umewekwa kwenye jeneza. Sasa jamaa akawa anakaa tu nje ya kale kajumba akiwa na machungu, asijue ni kipi cha kufanya. Na katika kulia kwake kwenye hilo kaburi, alijinamia chini ya kalala, akilazimisha kichwa chake at least kiingie kuona hata mwili wa mkewe ukiwa katika lile jeneza. Na hapo ndipo akasikia sauti ya ajabu iliyomfanya anyanyuke kwanza na ahamaki. Sasa ngoja nikurudishe jana yake kwanza. Kumbe baada ya mazishi jana yake, wakati jeneza limeingizwa ndani ya kajumba hako, Nessy alishtuka bana. Kumbe hakuwa amekufa kabisa. Sasa mpaka sasa hivi haijulikani alizimia kwa kiwango gani ama alikutwa na nini ambacho kilimfanya watu
na madaktari waone kama amekufa kabisa, mpaka taratibu za mazishi kufanyika na bado asizinduke kutoka kwenye huo usingizi. Sasa turudi kwenye tukio halisi. Unaambiwa Nesi alipozinduka akajikuta ndani ya jeneza, akaanza kujipambania ili atoke, huku akipiga makelele ya kuomba msaada. Alipambana kiwango cha kuvunja kioo cha juu cha jeneza. Aliendelea kujipambania kwa kiwango cha masaa 24 ili aweze kutoka kwenye hilo jeneza, lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kusikia wala kuhisi zaidi ya Rudy, mume wake, ambaye alienda makaburini huku akijua mkewe kafariki, lakini nafsi yake ikiwa inakataa yale matokeo. Sasa Rudy sauti aliyoisikia mwanzo alidhani ni mawazo. Mara ya pili alipoisikia tena akadhani ni mzimu, mpaka pale sauti ilipoendelea kuita msaada, msaada, ndipo Rudy akatoka mbio kutafuta msaada ili wafungue wamtoe mkewe. Kweli bana, watu wakafika na kuvunja eneo la juu na kutoa lile jeneza, lakini walipotazama ndani hawakukuta Nesi akiwa mzima tena, bali alikuwa ametulia tu. Walipokagua wakagundua mapigo yake ya moyo kwa mbali bado yanapiga, yani kama bado yupo hai kwa mbali. Walipofungua jeneza walikuta kioo cha juu cha jeneza kimepasuka na vidole vya Nesi vilikuwa na majeraha na michubuko, na hii ni ishara kwamba alikuwa akijikwaruza akijaribu kutoka kuvunja ili atoke kwenye hilo jeneza. You see? Ndipo jitihada za kumwaisha hospitalini sasa zilipoanza tena. Walikimbizana huku na huko, na walipofika hospitali wakagundua tayari Nesi amekufa wakati walipofika tu. Na sasa madaktari wanathibitisha kuwa kilichomuua kwa mara hii sasa ni kukosa pumzi ndani ya sanduku kwa muda mrefu, na binti huyu akafa kweli, kifo halisi na sio kuzimia. Sasa imagine mtu anaonekana amekufa, kumbe bado yupo hai, anazinduka na kujikuta kwenye jeneza, na kwa sababu ya kukosa msaada anakufa kweli. Ndani ya kisa hiki kuna uongozi wa upendo. Ngoja niongee na wewe kidogo. Watu wengi wanafikiri wanaweza kuuamulia moyo kila saa, ila ukweli ni kwamba kuna muda moyo unakuwa na lugha yake yenyewe. Kuna muda moyo unakuwa na maamuzi yake na hisia zake yenyewe, na mara nyingi hisia hizo huwa zinakuwa hazikosei. Pale zinapokusukuma kwa nguvu, zisikilize, kwa sababu moyo unajua unachotaka, kama bado kina hema ama kimeshakufa. Moyo unaelewa, so unapokusukuma kufanya kitu usio mwepesi wa kupuuza. Na moyo ndio uliomsukuma mume wa Nesi kuelekea katika eneo la kaburi, na moyo ndio uliomsukuma kuchungulia ndani. Kwa hiyo kile kitendo cha kuendelea kudelay kina cost maisha ya mtu. Moyo ukikusukuma kufanya kitu, fanya, kwa sababu hujui utaokoa maisha ya nani. Hii inanikumbusha story ya AC Dunbar. Huyu alipatwa na mshtuko wa kifafa, mapigo ya moyo yakawa hayatembei, daktari akathibitisha amekufa. Sasa huyu alikuwa na dada yake ambaye alikuwa nje ya mji. Huyu alipigiwa simu akaambiwa kwamba dada yake amefariki, na alipofika akakuta washamzika, lakini akaomba afukuliwe ili amuage kwa mara ya mwisho. Kumbe kumfukua huko kuna kwenda kupelekea kuokoa maisha yake. Hakuwa amekufa bana. Na baada ya kumfukua, baada ya kumtazama kwenye jeneza, ile mwanamke akagundulika yupo hai. Na baada ya hapo akaishi tena kwa kipindi cha miaka 47 mingine. Na kwa wakati huo tukio alipodhaniwa amekufa mpaka anazikwa, alikuwa na miaka 30. So haya matukio yapo, na ndio maana miaka ya zamani makaburi mengi yalikuwa na kengele iliyounganishwa moja kwa moja mpaka kwenye jeneza, ili mtu akizinduka avute ile kamba ambayo itaenda mpaka juu na kupiga kengele. Kwa hiyo mtu yote anayepita akisikia kengele makaburini anajua kuna mtu amezikwa akiwa bado yupo hai. Sijui kwa nini desturi hii ya kuweka kengele kwenye makaburi waliiacha, kwa sababu mimi nadhani yumkini wapo wengi waliofukiwa ndani ya jeneza kumbe bado walikuwa hai, so wakafa kwa sababu ya kuzikwa, sio kwa sababu ya kile kilichodhaniwa kimewaua. Anyway, mimi ni Windfall. Naambie, hivi wewe ungeamka ndani ya jeneza sasa hivi, au ndani ya lile jokofu la mochwari, lile friji la mochwari, kipi cha kwanza ambacho ungekifanya? Niambie kwenye maoni, kisha nitapita na maoni yako.